Mimi naitwa Salum Mohamed. Mimi ni miongoni mwa wale tulifiwa watu wengi ndani ya meli ya MV Bukoba siku ya tarehe 21. Kwa hiyo kwa leo sisi familia hatuwezi kusahau, na ndio maana siku kama ya leo tunasoma dua, kwa sababu tunaokumbuka wenzetu waliotangulia. Kila mtu anapokuwa mahala, kwa mfano kama hapa sasa tutakuwa nyumbani pale kama chungu, tutakuwa na dua ndogo, kwa sababu mama aliyebaki mmoja tu katika familia ya wazee wetu waliopo. Kwa hiyo tunakuwa pale waliopo hapa Bukoba, na wengine kila mtu kwa upande wake anawaombea ndugu zetu. Kwa hiyo ni siku ambayo kwa kweli familia haiwezi kuisahau. Ukiisema tu watu tunafiwa, lakini ukiisema tu siku hiyo unasikia kitu kinaingia katika nafsi ya kwamba siku hii ilikuwa siku si ya kawaida. Ilikuwa siku nzito kwa familia ambayo hatuwezi kuisahau, kwa sababu nyumba zingine Mwanza za ndugu zetu zilifungwa kwa sababu wamekufa mke na watoto na mme. Nyumba zingine zimefungwa, kwa hiyo na zilifungwa. Kwa hiyo ni mambo mazito sana, lazima tuyakumbuke. Kabla ya safari hiyo, siku ya Jumapili tulikuwa na harusi nyumbani. Tulikuwa na harusi pale nyumbani kama chungu. Ndio mkusanyiko ulikuwa mkubwa. Tulikuwa na harusi, na baada ya harusi kuna ambao walikuja mjini kama wataondoka Jumatatu hiyo jioni na MV Bukoba. Ikawepo Serengeti wakaondoka. Angalia Mwenyezi Mungu alivyosaidia. Na wengine wakabaki nyumbani. Wakaja Jumatatu, wengi wakaja wakasema tutakutana Kemondo. Kwa hiyo Kemondo alikuja mkwe wetu mmoja anaitwa Abbas. Yeye alifuata tikiti mjini. Kwa hiyo baadaye akarudi kuzipeleka Kemondo. Na familia baada ya kusikia meli mizama, basi walijua na wote waliokuja Jumapili wote wamezama. Kumbe hao waliokuja Jumapili walipata MV Serengeti wakaondoka. Kwa hiyo ilikuwa msiba mkubwa sana. Kwa mfano watu wengine walifika Kemondo, meli ilikuwa imejaa. Kuna waliomba wengine basi mteremke, basi tutaenda kesho kwa gari. Meli unaona ilivyojaa. Asema wenzangu wameshapanda na mimi nakwenda. Kwa hiyo ilikuwa kama mvutano kidogo kwa familia. Teremka twende au tusiende. Twende na gari, lakini watu walishasema wenzangu wote wameshapanda. Kwa hiyo ilikuwa ni masikitiko makubwa sana, mpaka ile asubuhi ya saa 3 tunapata taarifa. Manake kuambiwa meli mizama ilikuwa huwezi kuamini. Hauwezi kuamini, na simu, mawasiliano ya simu wakati yalikuwa mabaya. Basi tulikwenda bandarini pale, kuna kampuni moja ya Mwanza ya ndugu yetu ilikuwa inafanya kazi biashara ya samaki. Alikuwa na radio call. Kwa tukakwenda kupiga radio call. Tulipiga radio call, aliyepokea alisema hapa nimo ndani ya boti. Maiti ya fulani nimeshaiona. Alikuwa mtu mmoja anaitwa Zena. Sasa maiti ya Zena hii hapa. Basi tukajua tayari msiba. Maiti ya Zena imeshapatikana. Miongoni mwa zile maiti zilipatikana siku ya kwanza meli ilipoanguka. Ilikuwa siku ya hiyo, ilikuwa ni siku ya Jumanne sasa asubuhi. Miongoni mwa maiti za kwanza, na hiyo ilikuwa miongoni maiti ya kwanza ilionekana ya huyo binti, ambayo siku ya Jumatano wakati tunakwenda kumzika huyo, tulikutana na rais wakati wa Mkapa. Alisimama pale Kirumba, jeneza alipita. Na baadhi walianza kutuuliza, tukawaeleza. Basi rais alitoa salamu kwetu. Ndio alikuwa anakuja kwa mtikisiko uliotokea wa watu kufa kwenye meli, basi ndio alikuwa anakuja, tukutana naye Kirumba. Ndio maiti ya kwanza ya kwetu tulizika. Lakini baada hapo hatupata maiti yoyote. Mwishoni kabisa tulipata maiti moja, kijana mmoja Taimur. Ndio ilipatikana ya mwisho. Ndio tulizika wakati Mkapa anatangaza kwamba sasa basi mradi tuyatoa hawajaisha, basi kumbadilisha binadamu anapotoka anakuwa amebadilika sana. Kwa hiyo akasema basi tukafanya sherehe ya mazishi, tukaifanya kule ziwani mahali meli ilianguka. Kwa hiyo tulifanya hivyo, na baadaye tukarudi nyumbani. Tulipoteza sisi ndugu 18. Wa 19 ndio alipatikana. Lakini wote wa 19 wa mwisho ndio alipatikana mwisho. Kwa kweli tukio lile, mambo ni mengi tu, mnaweza kusema labda ndugu saa nyingine msafiri wengi pamoja. Tukasema labda saa nyingine wasimamizi wa meli hawakuwa makini sana. Hawakuwa makini sana katika hali ilivyokuwa ya usafiri mgumu, na iko meli moja
na inapeleka watu wachache wasi overload basi hilo unalifikiria kwamba serikali kama hivi sasa inaongeza usafiri wa majini unakuwa mwingi, basi angalau unasema angalau unasafiri kwa bila matatizo yale kwa wakati ule. Maki mtu alikuwa anahonga hata kuingia ndani ya meli. Ana tikiti lakini anahonga sababu unazuia, lakini wanahonga wanakwenda. Kwa sababu hali ilikuwa ukiachwa na MV Bukoba basi hauna usafiri. Mabasi yalikuwa hamna. Ilikuwa ni MV Bukoba. Ikikuacha basi uisubiri tena Jumatano. Kwa hiyo ninachojifunza ni kwamba serikali iboreshe mambo ya baharini, ya usafiri, iweke na mambo ya usalama. Lakini kwa sasa tunaona afadhali angalau Victoria kwa mfano ilikuwa imesimama, sasa itaanza. Nisikia leo inaanza Alhamisi. MV Mwanza na yenyewe tayari meli kubwa. Naona bandari zinaboreshwa, kwa hiyo nadhani tumekwenda vizuri. Lakini kusahau tarehe leo hatuisahau. Mimi nasema yamepunguza kwa sababu kwenye meli walikuwa watu wengi wana pesa. Walikuwa wafanya biashara wetu wa sokoni hapa, wafanya biashara wa maduka, wengi wamekufa pale. Alafu kwa hao vijana waliokufa kama familia yetu na familia zingine walikuwa wafanya kazi. Kwa hiyo miongoni mwa uchumi wa Kagera uliteremka kusema kweli. Na inapoacha meli kuja, uchumi unapungua kwa sababu wanapakia mizigo kwenda kwenye meli, haiendi, wasafiri hawaendi kwa time. Kwa hiyo uchumi uliyumba kwa namna fulani.